Karibu Mheshimiwa Mbunge kwenye zahanati yetu. Kwa majina naitwa Mary John Njaga, ni mganga mfawidhi wa zahanati ya serikali Lonsoti. Naomba nikusomee taarifa fupi tulioiandaa ya zahanati yetu. Zahanati ya serikali Lonsoti ilijengwa mwaka 2023 hadi 2024 kupitia mapato ya ndani ya halmashauri ya mji Tarime ambayo iligharimu jumla ya shilingi milioni 108. Ikafunguliwa na kuanza kazi mwezi Novemba 2024. Zahanati hii ina jumla ya watumishi 8, wataalamu 7 na mlinzi mmoja. Zahanati hii ina vitengo vifuatavyo: kuna mama, baba na mtoto, kuna kitengo cha chanjo na wagonjwa wa nje. Huduma zinatolewa kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 1:30 hadi saa 9:30 alasiri. Tunashukuru kwa kiasi kikubwa miundombinu inafanya kazi, kama umeme upo na unapatikana, maji yanapatikana kwa kipindi chote tunachohitaji maji, na pia tulipokea kiasi cha shilingi milioni 50 kwa ajili ya manunuzi ya vifaa tiba ambavyo tayari tumeshaviomba MSD na tunasubiria kuvipokea. Zifuatazo ni changamoto chache ambazo tunakabiliana nazo katika utoaji huduma wa kituoni kwetu. Ya kwanza ni kutokuwepo kwa maji ndani ya majengo, ilhali miundombinu ya maji ndani ya jengo ipo tayari na inafanya kazi. Hii imetokana na tenki kuwekwa chini badala ya kuwepo juu kidogo, angalau iweze kualau maji kuingia ndani. Pili, kukosekana kwa mtumishi wa maabara na mfamasia ili vitengo hivyo viweze kufanya kazi kwa ukamilifu zaidi kituoni. Nyingine ni upungufu wa kompyuta za kufanyia kazi katika kitengo cha dawa, katika chumba cha daktari na kitengo cha clinic ya baba, mama na mtoto. Mahitaji ya kompyuta ni kompyuta 5, lakini tulivyo navyo ni kompyuta 2. Kwa hiyo tunapelea kompyuta 3 ambazo ni laptop 1 pamoja na desktop 2. Nyingine ni kukosekana kwa nyumba ya mtumishi kituoni ili kusaidia wagonjwa wa usiku kuonwa endapo wakitokea. Nyingine ni njia ya kuingilia, nadhani mmepita mmepaona, kidogo kuna tope na inaleta changamoto mvua ikinyesha. Kwa hiyo ikiwezekana walau tukapata hata kokoto, anaweza pakawa panapitika. Nachoomba umpelekee mama yetu Samia Suluhu Hassan shukrani kubwa na salamu nyingi za pongezi kwa mradi huu mzuri ambao unanufaisha sio wananchi wa Nyamisagura tu, lakini wananchi wa Tarime mjini kwa ujumla. Mradi huu kama unavyoona ni mzuri, watu wanapata tayari huduma hapa, ni juhudi zake ambayo ni serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo peleka salamu nyingi kwamba tunampenda na tunashukuru kwa namna ambavyo anaendelea kutuhudumia sisi wananchi wake. Na nikupongeze na wewe pia kwa namna ambavyo unaipambania Tarime mji na kata ya Nyamisagura kwa ujumla. Fanyia kazi katika kitengo cha dawa, daktari, kliniki hivyo. Kila zahanati ambazo tumepita zina upungufu. Wengine wana 1, wengine wana 2. Na hiyo pia ukinidokumentia nikajua mahitaji vilivyopo na mapungufu. Sawa, hili tutalifanya kwa zahanati na vituo vya afya. Kazi ifanyike kwenye mfumo wa kutoa. Kwa hiyo hata kutoa dawa ni kupitia kompyuta. Kila kitu. Kwenda daktari aone, mapokezi kote ni kompyuta. Kwa ndio maana mahitaji ya kompyuta imekuwa kubwa sana. Tutaorodhesha mheshimiwa. Sawa, basi nashukuru. Na mimi hapa pia nitawachangia kompyuta 1. Ila orodhesha ili kama tutapata wadau wengine au serikali kuu tuweze kusaidia. Kwa mujibu ulivyosoma hapa, mapato ya ndani ya halmashauri, lakini pia na serikali kuu kuhakikisha kwamba wanaendelea kuboresha hizi zahanati zetu, vituo vya afya na hata hospitali za miji na za wilaya, kitu ambacho kinasaidia kwa kweli kutoa huduma kwa urahisi zaidi, kwa bei nafuu. Sababu kama hamna service kama hizi hapa, inaweza kaja mtu akatibiwa kwa 10,000 tu, lakini nauli ya kwenda mpaka wilayani na kurudi, sio kama tuko jirani, ni ghali. Lakini usipoboresha hospitali ya mji wa Tarime unawajibika kwenda Msoma au Bugando. Kwa mimi naendelea kupongeza kwa Dr. Samia Suluhu Hassan na serikali ya awamu ya 6 na wadau mbalimbali ambao wanatusupport wa sekta binafsi kuhakikisha kwamba tunaendelea kuboresha miundombinu ya afya katika mji wetu wa Tarime.